Topic namba 94, tumshinde adui. Adui wetu yuko wapi? Je, tuna adui kweli? Kwa nini ninashindwa kila mara? Kwa nini watu huwa dhidi yangu? Hili ni swali muhimu tunalopaswa kujiuliza sisi wenyewe. Watu wengi huona maadui kuwa wako tu katika ulimwengu wa nje, wakisahau kwamba kuna vita vya ndani tunavyopigana na nafsi zetu. Ili kuboresha mahusiano yetu na kuleta mabadiliko chanya katika dunia, tunapaswa kwanza kushinda ubinafsi, mashaka, woga, tamaa, hasira, ujinga na kiburi vilivyo ndani yetu. Kwa kushughulikia maadui hawa wa ndani, tutaweza kukabiliana na dunia ya nje kwa utulivu na ufanisi zaidi. Kwa sasa katika mtandao wa Pi, mara nyingi tunadai open mainnet kwa ajili ya KYC, uhamishaji au pesa. Hata hivyo, tunapaswa kuelewa kuwa kudai tu hakutatuwezesha kufanikisha malengo yetu. Ni kama mtoto anayetaka pipi, anaweza kutumia njia mbalimbali kuwalazimisha wazazi wake. Lakini kama wazazi wana hekima, hawatalegeza msimamo kwa kilio cha mtoto. Vivyo hivyo katika mtandao wa Pi. Ni pale tu tutakaposhinda maadui wetu wa ndani ndipo tutaweza kuelewa kikamilifu maono na dhamira ya mtandao wa Pi. Tukishaelewa hili, tutakuwa thabiti katika kuunga mkono mikakati yote na hatua zinazohusu Pi Core Team. Kama hujui maana ya Pi Core Team, ni busara kufuata maelekezo kutoka kwa timu ya kimataifa ya GCV Pi Core Team, ambayo ina wataalamu zaidi ya 30 wenye busara ya pamoja. Nafahamu kuwa jamii ya GCV inakabiliana na ugumu wa kuelewa mabadiliko ya kimkakati yaliyofuatia baada ya uzinduzi wa mtandao wazi. Mifumo ya kiikolojia na masoko ya ubadilishanaji vinaonekana kana kwamba vinapingana, lakini kwa kweli ni kama ndugu. Moja linaweza kuwa la kwanza, lakini yote mawili yanatokana na mzazi mmoja. Leo, tunasisitiza kuwa soko la ubadilishanaji ni la lazima kwa ajili ya mfumo endelevu wa muda mrefu. Tunapozungumzia mfumo wa kiikolojia, tunamaanisha sehemu kuu mbili, sehemu ya kiteknolojia na sehemu ya kiuchumi. Pi Core Team inahusika na masuala ya kiteknolojia kama vile kuandika misimbo, kuunda programu tumishi 100 na kutekeleza taratibu za KYB. Wakati huo huo, waanzilishi wanahusika na thamani na bei ili kuhakikisha maendeleo ya afya ya mfumo huo. Katika mfano huu, Pi Core Team ni kama vifaa na waanzilishi ni kama programu. Kama vile kompyuta inavyohitaji vifaa na programu ili ifanye kazi, sisi pia tunahitaji vipengele vyote viwili kwa ajili ya mfumo wetu. Wakati wa Enclosed Mainnet, tulijitahidi sana kuthibitisha bei ya GCV kwa $314,159. Mafanikio haya yanaakisiwa kwenye msimbo wa chanzo. Sasa, tunahitaji washiriki wote wa mfumo wa kiikolojia kukubaliana juu ya bei moja ili waanzilishi wote waweze kutumia Pi kununua bidhaa na kulipia huduma kwa malipo kamili ya Pi. Ili kufanikisha hili, tunapaswa kuifanya Pi kuwa kama sarafu thabiti. Tutawezaje kupata utambuzi wa kimataifa kwa bei ya GCV? Jibu liko katika soko la ubadilishanaji. Haijalishi kiasi gani cha data kuhusu GCV tutakachozalisha, ulimwengu wa nje hauwezi kuona wala kukitambua. Hii ndiyo sababu wito wetu wa ununuzi wa Pi tena ni muhimu kwa maendeleo ya mfumo wa ekolojia. Nimegundua kuna upinzani mkubwa dhidi ya mpango wa kununua upya Pi. Baada ya kufanya uchunguzi juu ya wale wanaopinga, nimebaini kuwa wengi wao wanatoka kwenye historia ya sarafu nyingine za kidijitali, na baadhi ya pioneers wameungana nao kwa nia ya kupotosha wengine. Lengo lao linaonekana kuwa ni kuzuia Pi kufikia mafanikio ya GCV kwenye soko la ubadilishaji. Hili linaakisiwa na uchaguzi wa wimbo Enemy kutoka kwenye mfululizo wa Arcane League of Legends, uliotumika kwenye video ya pili ya utangazaji ya mkutano wetu. Wimbo huu unaelezea kwa ustadi mada za ushindani, usaliti na ukuaji binafsi. Unazungumzia migogoro kati yetu na wengine, pamoja na mapambano tunayopitia ndani ya nafsi zetu. Kiini chake ni uhusiano na wengine na sisi wenyewe. Unakabiliana na mashaka ya watu wengine pamoja na sauti ya ndani inayotuletea wasiwasi, huku ukituma ujumbe wa matumaini. Changamoto hizi zinaweza kushindwa. Muziki una athari za uponyaji. Tafiti za kisasa za Nervous zimeonyesha kuwa muziki huathiri moja kwa moja mfumo wa nervous na hivyo kudhibiti viungo vya ndani na kazi za mwili. Nyimbo tofauti zenye mitindo, kasi, sauti na midundo mbalimbali zinaweza kutuliza, kuamsha nguvu, kupunguza maumivu, pamoja na kudhibiti mapigo ya moyo na kushusha shinikizo la damu. Ninawaomba pioneers wote, ikiwa mnataka open mainnet yetu ifanikiwe kwa bei ya GCV, tafadhali sambazeni taarifa zetu kila mahali. Hasa video ya utangazaji na ujumbe wa mkutano wetu wa pili wa kimataifa wa pioneers. Muziki huu una nguvu ya kuamsha pioneers wengi kutoka ndani kabisa ya mioyo yao. Mkutano huu si kwa ajili ya jamii ya GCV pekee,
bali ni kwa ajili ya jamii nzima ya Pi Network, hata kwa wale wasio watumiaji wa Pi. Kadri mnavyosambaza ujumbe wetu, ndivyo tunavyokaribia kufikia malengo yenu ya uhuru wa kifedha. Huenda msielewe kabisa mkakati wetu kwa sasa, lakini mkichagua kufuata mwongozo wetu, mtaona matokeo. Kuwa na imani na timu yenye maono ni muhimu, kwani umoja huleta mafanikio. Je, po tayari pioneers wa duniani kote? Tunayo furaha kutangaza kuwa mkutano wetu wa pili wa kimataifa wa pioneers utafanyika tarehe 25 Mei, mwaka 2025 saa 1 asubuhi saa za Marekani Mashariki. Kauli mbiu yetu safari hii ni kujenga mfumo endelevu kwa kutumia GCV, wafanyabiashara kama msingi. Majukumu muhimu manne ni haya. Kwanza, kununua Pi upya kwa kuunda mahitaji halisi. Tunaweza kulinda thamani ya Pi kupitia ushiriki wenye malengo. Pili, kusajili wafanyabiashara kwenye Map of Pi. Wafanyabiashara ndio moyo wa uchumi wa Pi. Uonekano wao na kukubali Pi ni muhimu kwa ukuaji. Tatu, kukuza kubadilishana bidhaa na malipo ya sehemu kwa kutumia Pi. Kuhamasisha matumizi ya Pi katika maisha halisi, hasa kwa njia za malipo zinazobadilika. Kunaonesha matumizi yake halisi. 4. Kusambaza ujumbe kwa kusudi na imani katika GCV. Kupitia mawasiliano ya mara kwa mara yenye kusudi, tunaweza kueneza ufahamu, kuhamasisha hatua na kuimarisha jamii yetu. Kwa pamoja, hatua hizi zinaweka msingi wa mfumo thabiti na endelevu, ambapo wafanyabiashara wanakuwa chachu ya maendeleo yetu. Tuendelee kuchukua hatua kwa ujasiri na tujenge mustakabali utakaowanufaisha wote.